amesema kwamba haina tisho lolote kubeba Europa League kama timu ni hii. Anasema akiangalia jedwali la ligi anaona aibu. Anaona aibu. Sawa. So hata kubeba ile Europa League kwake bado yani haiondoi fedheha, aibu, upuzi, urojo ambao upo pale Manchester United. Na huo ndo uhalisia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bana, we naamini popote pale ambapo unaitazama hii Barisa 101 umesha subscribe, na kama bado usiachwe nyuma pia wewe subscribe uweze kupata mengi tu ambayo kwamba atakuwa anakufaidi wewe, kwa sababu siku zote tunasema hapa hii ni hadubini ya fursa, elimu na burudani. Na sasa tunakwenda kwenye burudani la uchanja. Uchanja ni nini? Tunazungumzia mengi tu ya michezo. So niko hapa Barisa hapa, lakini upande huu mwingine niko naye bidada hapa. Natulia tuli, umevaa jezi ya shetani mwekundu. Uzi ashindwe shetani mwekundu. Watu wanaoshinda. Anyway, kwanza niseme kulipa congratulations watu wa Barcelona. Sema miamba ya ligi ya La Liga. Miamba wa La Liga. La Liga. Yes. Yani kule ligi ya La Liga. Makombe yote ya Hispania yako pale Barcelona. Congratulations. Na kwenye hiyo safari tumemkunguta Real Madrid mara 4. Tumekutana naye, kila tukikutana naye mboko. Akija nini mboko. Paka tunamwachia basi. Najua hicho ndicho kinachokupatia kiburi. Yani kwa sababu kuna timu nyingi tu ambazo kama mmezitandika kule. Hata jana tumepiga huyo Espanyol. Lakini sasa ni utaje Real Madrid ndio sikie raha. Maana si ndo mshindani. Anyway, kongole. Ndio ananiita meza tuko hapa kwenye uchanja. Yes. So tunaanzia hapo kwa Barcelona kuwa mabingwa pale. Imekuwa na ladha yake. Kitu ambacho kinauma ni kwamba walishindwa kumtoa Inter Milan kuweza kufuzu kwa finali, na mimi naamini kama angeweza kufika finali wangebeba dhidi ya PSG. Wangebeba dhidi ya PSG, lakini hawangebeba dhidi ya Arsenal. Hiyo naye tuiseme tu wazi. Lakini hebu nyinyi Barcelona hamtami mbele ya Arsenal. Kwa mchezo ambao kwamba wanacheza Arsenal, Barcelona ingekuwa vigumu. Wana Real Madrid si kwamba ni timu mbaya. Real Madrid ni nzuri. Sema mfumo ambao kocha alianza kuutumia ndio uliotatiza timu, na ndio maana ukaona alilemewa na Arsenal. PSG kocha alitambua ni nini cha kufanya dhidi ya Arsenal na akafanya, akatoboa. Lakini asingetumia ile mbinu hata yeye angeaoga ya moto. So tuachane na hayo. Lakini Barcelona wamebeba La Liga, wamebeba Copa del Rey, Lamine Yamal, like father like son. Ndio hivyo. Tena mbele ya mahasimu wao akabeba ligi. Wakawa na celebrate pale, wale wafanyakazi wa uwanja wa Espanyol wakafungulia ile mifereji ya kusprinkle. Hata shangwe ndio likawa kubwa zaidi. Kwenye uwanja wa mahasimu ni kama Manchester United kuibeba ligi, either uwanja wa Leeds ama uwanja wa Manchester City au uwanja wa Arsenal. Ingekuwa na shangwe kubwa sana. Ama Liverpool. Yes, na Liverpool. Yani kwa huku duniani kubeba ile ligi kwenye uwanja wa Arsenal bora zaidi. Lakini kule Uingereza kuibeba ligi mbele pale Anfield, kuibebe Leeds United ama basi hamna ukaibebe pale Etihad, inakuwa shangwe kubwa sana. So anyway, anayezungumzwa sana wameshinda Barcelona, lakini anayezungumzwa sana mtoto mdogo Lamine Yamal ambaye kwamba ana mataji 5, yani kabla ya kufikisha 18 years tayari ana makombe 5. Anampalilia. Mimi shabiki wa Barcelona, si kwamba simfagilii, namfagilia. Na hiki kitu anapenda ukisema, sija watu akasema mimi na mdomo mbaya. Wewe ni shahidi, ulikuwa unamzungumzia sana Kobe Maino. Nikaja nikakwambia. Nafikiri nimevaa jezi
Sijui nigeuke, siwezi geuka. Nilikwambia nini? Huyo wakati nilikwambia nini? Ule wakati? Wewe unajua maneno yako ya shombo wewe. Lakini maneno yako ya makuruhu. Kaja mkaongea maneno yanakuruhu moyo. Ganacho sijui nikamwambia hakuna kitu. Those are prospects and that one is not going anywhere. Hakuna kitu hapa. So Lamine Lamine ni mchezaji mzuri, sikatai. Lakini wanamkuza kwa kasi. Na anajua malengo yao ni kwa sababu ya mauzo. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa mpira nani ambaye kwamba anasifiwa? Nani ambaye kwamba anasifiwa? Wale washatoka. Ametulia, yule mwingine kule naye. Wale yani watafunga sana lakini hawako kwenye sehemu ambazo kwamba tunafaa tuwazungumzie kwa sasa. Kwenye mpira tutawazungumzia lakini hawako kwenye viwanja ambavyo tutapoteza muda wetu tuanze kumzungumzia Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano. So kile ambacho kwamba wanakifanya wanajaribu kukuza another brand yenye itakuwa competitive. Hicho ndicho kitu ambacho kwamba wanakifanya. Huku kuna Vinicius Junior lakini anashindanishwa na nani? Na Kylian Mbappe. Wapi? Sasa ukimshindanisha na Kylian Mbappe wote wako timu moja, inaleta tija gani? So lazima tuangalie tu balance, tutoe Uingereza, tutoe Italy. So kule Spain nako kuwe na mchezaji mwingine. So lazima akue kina Dembele, kuwe na ushindani tu kidogo. So wanamkuza lakini at his age na mahali mpira umefika ukilinganisha na kina Messi na kina Cristiano. Can you imagine Messi akiwa na umri wa miaka 17 alifunga bao moja, Cristiano alifunga mabao matatu. Miaka 17. Sawa. Huyu miaka 17 kaangalie data yake kwenye national team. Kaangalie data yake kwa club hivi sasa. Hata jana tayari amefunga. Unaelewa? Assist kwake imekuwa ni kama kawaida, jambo la kawaida. Lakini anakuzwa yani kwa kasi. Sisemi ni mchezaji mbaya. Lakini Barakisa hata kama anakuzwa kwa kasi Barisa. Yani kuna vitu ambavyo naviangalia. Unajua unaweza kuwa unakuzwa lakini hata wewe it's not worth it wewe kukuzwa. But yule nafikiri hata kama anakuzwa kiwa haraka but again naonekana anajituma. Mimi namwangalia Messi alipocheza dabi ya kwanza El Clasico. Alipiga hat-trick. El Clasico ya kwanza. Real wale walimtambua. Bao ngapi? 3. Sasa he's a good player but not an excellent player. All the best mtoto mdogo Lamine Yamal. Although anakuwa anakuwa ni boli. Mwisho wa kushaenda atakuja kung'ara. Kuna Rafinha lakini ujue the same team. Kuna yeye lakini kuna Pedri, kuna Gavi, kuna nini huyo. Yani pale watoto wadogo wachanga wanakuja kwa kasi, kocha wao ameongeza kandarasi. So inaleta nguvu mpya. So tuseme Barcelona inarudi pale pale ilipokuwa wakati wa mnyama. Huwezi compare bwana. Ama bado yani, sana. Pedri ni Iniesta kwa wakati ule. Gavi ni Xavi kwa wakati ule. Lamine Yamal ndio wanaosema ni Messi wa wakati ule. Nikiangalia bado Xavi, Iniesta, Messi, Sergio Busquets, Yaya Toure, Eto'o, Ronaldinho. Niacheni kidogo. Barcelona hii wanakuwa kwa uzuri lakini bado haijafika ile cream de la crema. Nimependa ile kwamba wanatumia vitoto pale. It's good nzuri. Unawaaminisha, unawapatia, unakuwa na imani na wao. Wao pia wanapata ile confidence kwamba at least tunaaminiwa. Lakini wakumbuke Real Madrid sasa hivi wamemchukua Xabi Alonso ambaye amewahi kwenda unbeaten Bundesliga, akabeba ligi, lakini amesema anahitaji sajili 3. Kumbuka amemchukua beki Kinda wa Bournemouth ambaye alikuwa anawindwa na Arsenal, Chelsea, nafikiri na Liverpool, right? Na Real Madrid ambaye Real Madrid ndo amemchukua. So kumaanisha wale wanasuka kikosi. Kumbuka Trent Alexander-Arnold, kuna taarifa ambayo imetoka kidogo sasa hivi, kuna hali ya tatu lakini pia atakwenda. Miongoni mwa wachezaji ambao kwamba anahitaji ni beki wa upande huo. So yule pia anatengeneza timu. Na ni kocha wa kisasa zaidi. Hans Flick ni kocha mzuri, lakini Xabi ni kocha wa kisasa zaidi. So next season
ligi ya La Liga utakuwa na ushindani haitakuwa ile ambayo kwamba tumeshuhudia kwa siku za nyuma hapa kimtazamo wangu. Anyway, tutoke huko Spain, tutoke huko kabisa. Tutoke kabisa kwa mtajijua wenyewe na La Liga yenu. Yes. Umeshinda sawa, haina turudi hivi sasa. Tupongeze, tuacha. Nimesema congratulations. Kwa nini siwapongeze basi? Sikasirike sana. Sikasiriki sana mimi. Ndio mambo yetu haya. Lakini nikasema kwamba uonaje? Unajua, uonaje yule Lamine yule sasa tumchukue sisi tununue. Sisi kama Manchester United. Ni ndoto za Alinacho. Kwa nini? Hakuna timu. Hakuna timu. Manchester. Sasa ndio tunatengeneza timu. You cannot create a team with bogus players. You have only one player. Lamine Yamal, unamjua, he is not bogus. Nasema you cannot create a team with bogus players. Manchester United have bogus players. Kwa ushahidi wa mchezaji wa zamani wa Manchester, Gary Neville, amesema kwamba anaongea sana kweli. Lakini tuangalie, amesema kwenye hii finali ya Europa League ambayo inaenda kuchezwa, ni mchezaji mmoja tu ambaye anaweza akaingia kwenye first 11 ya Spurs, ambaye ni Bruno Fernandes. Wengine wote ni maguruguja. Sasa umtoe Lamine Yamal. Na mimi hicho kitu si mimi nishakwambia. So yani mchezaji yoyote ambaye kwamba anawaza kwenda Manchester United msimu unaokuja, ni awe ni mchezaji ambaye kwamba anatafuta kwamba mimi naenda kwenye klabu inayosemekana ni klabu kubwa, kwa sababu pale nitapata namba inayosemekana. Yani wewe na kuna kijitimu hapo ambacho kwamba wewe unakiamini ni kikubwa na hakina hata UEFA Champions League. Anyway, club gani? Ipswich. Ipswich. Niseme wenyewe wako huko nyuma ya pazia, nitapurajiwe hapa juu. Sasa niko juu hapa sasa, wenyewe waweza nipurajiwe. Wewe anyway, leo nafikiri tuingie kwenye masuala ya EPL sasa. Yes. Nafikiri leo ni Friday na leo kutakuwa na kuna games zinachezwa. Though kumebaki na game mbili zimebaki. Tufunge 2 apiece. So leo nafikiri Aston Villa watakuwa wanamkaribisha Spurs pale Villa Park. Lakini Stamford Bridge kitakuwa kinawaka Chelsea dhidi ya Manchester United. Ambao kwamba Chelsea wanasema hatujawahi kuwa na historia nzuri na hawa jamaa. Ndio. Sasa wanapapatika kidogo. Nimeona mashabiki wa Chelsea wanatuomba sana. Wafanye nini? Lakini nikawaambia okay, kitu cha ama wacha tusizungumzie kwanza, wacha tuweke kando. Tuanze na hii ya Aston Villa. Maana nafikiri ni game ambayo kwamba ni muhimu kwa Aston Villa, maybe kwa wao kidogo itakuwa ni muhimu kwa Aston Villa kwa sababu ya kufuzu Champions League. Wao ni muhimu. Haina umuhimu wote kwa Spurs hata wakashinda. Spurs wanalenga kuingia na mlango wa nyuma kwenye finali ya ligi ya Europa League kule. Kabisa. So kimimi nitakwambia ni walkover kwa Spurs. Itakuwa ni ujinga wao kupoteza hii mechi. Kwa sababu Spurs hawako kwenye form nzuri. Totally hawako kwenye form nzuri. So unasema Aston Villa. Yani hii mechi na hapa Aston Villa, yani moja kwa moja, licha kwamba wamempoteza Ramsey yule kwa kadi nyekundu, I think hatacheza mechi mbili ambazo kwamba zimesalia ikiwemo hii ya leo tayari. Lakini nguvu ya Spurs anataka nini kwa ligi? Kitu ambacho amebakisha kwa ligi ni apate posho yake ya msimu kutoka kwa ligi. So hakuna lolote ambalo kwamba atapata kwa ligi. Na nafikiri pale atakapomaliza ni hapo. So yani mimi ni Aston Villa watumie nguvu zao zote. Waipige Spurs, waboreshe nafasi yao ya ligi ya klabu bingwa, kwa sababu pia kwenye msimu ambao kwamba unamalizika Aston Villa ametuonyesha kwamba anaweza kuleta ushindani kwenye ligi ya klabu bingwa, because alitokea kwenye robo nafikiri kama hicho robo finali. So not bad Aston Villa tukimwona tena. Haina haja tupeleke timu kama Newcastle, tupeleke timu kama Nottingham Forest. Aston Villa washakuweko huko. Nafikiri pia Nottingham Forest washakuweko huko miaka ya nyuma hiyo. Lakini Nottingham Forest sasa kwenda Champions League. Newcastle tushawaona washaenda Champions League, kubwa alichokifanya ni kipi? Spurs tushawaona wameenda Champions League, walifika finali, lakini Spurs against Liverpool ndo wakabeba kwa mara 6. So haina haja
wacha Aston Villa arudi tena kwa mara nyingine. Arudi kwa mara nyingine. Kwa sababu ya umahiri wa mkufunzi Unai. I think hicho ambacho kama umekizungumzia kuhusiana na game ya Aston Villa na Spurs. Nafikiri ni the same na Manchester United na Chelsea. Yeah. Unajua kwamba Manchester saizi hawana lolote la kupoteza kwenye ligi. Unajua tumeona pale hajaenda. Ndio maana nilikuwa naongea mahali nikawa nawaambia hakuna haja ya Chelsea kuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu tayari Amorim yeye ni kana kwamba yeye asha give up na masuala ya EPL. Kwamba hatujakwenda relegation na hatuendi relegation, lakini sisi kitu ambacho kama nahitaji at least hata kama tuko vibaya lakini tuondoke na kitu kwa upande mwingine. Lakini nikawaambia msije pia mkaja na hiyo mentality kwamba Manchester United hawatakuja na hiyo nguvu. Hayo ni maneno ya mashabiki. Kwa sababu wale watacheza mpira. Hayo ni maneno. Ni waje wacheze mpira. Manake Chelsea nafikiri last season sisi ndo tuliwavunja moyo. Tuliwaibisha wao kuingia UEFA Champions League. Ni sisi. Na hicho kitu wasipochunga kinaweza kujirudia ile. Yaani ile tu kwamba mimi EPL siendi popote nini, lakini ile tu nimharibie Chelsea bwana wewe uingii UEFA Champions League. Sasa hayo ni maneno yenu. Mimi ninachokijua ni kwamba Chelsea wana nafasi ya wao kushinda kupata hizo alama 6 na waangalie bahati itakuwaje kwa wale Newcastle, Nottingham Forest, because sidhani ama Manchester City because alitoka sare na Southampton ile ilimtia doa. Yuko sehemu nzuri bado, lakini Chelsea akishinda mechi zake zilizobaki 2 itokee tena Man City apate sare ashinde moja atoke sare nyingine, wazi Chelsea kwake itakuwa atakuwa. So ni mechi ambayo kwamba Chelsea ana uhitaji wa kushinda lakini Man United anahitaji kuonyesha ukomavu wakati tunamaliza, because mkufunzi wa Manchester United amesema kwamba haina tisho lolote kubeba Europa League kama timu ni hii. Anasema akiangalia jedwali la ligi anaona aibu. Anaona aibu. Sawa. So hata kubeba ile Europa League kwake bado yani haiondoi fedheha, aibu, upuzi, urojo ambao uko pale Manchester United. Na huo ndo uhalisia. Lakini huyu kocha kama angekuja msimu ukiwa umeanza, Manchester ingeenda relegation. Kama vinafadhali vilivyochelewa. Hayo. Na msimu ujao ikiwa hawatampatia vifaa. Maana nimeona anamfukuzia yule mshambulizi wa timu yangu ya msimu ambao kwamba unaisha. Delap. Manchester ni kama wanazungumza naye, mshambulizi kinda mzuri. By far pale Manchester United hakuna mshambulizi anayemweza yeye. By far. Ukiweka yule sisi tuna mshambulizi kweli pale. Yuko Hojland ni mshambulizi pia. Zagzi. Sasa wale ni washambulizi. Ni washambulizi. Yaani wale sasa angalia wait ngoja tukiambiwa hapa sasa washambulizi wao wa hizo timu za Uingereza waweke line hapa. Sasa na sisi tunapeleka wetu pale. Hojland na Zagzi. Si ndio washambulizi wa timu. So lakini by far hawamwezi yule Delap. So ni idea nzuri kwamba wanamfukuzia huyo. Na watafute na sehemu ya kiungo pia wajalize. Amekuwa listed huyo among the youngest wanaitwaje ile category ya youngest player of the season huyo Delap. Na kuna wakati mmoja nilimzungumzia huyu jamani, kasema huyu anacheza kwa timu ambayo kwamba sio hafai kuwa pale Delap. Ndio. Ana magoli 12 sasa hivi kwenye mechi 35 ambazo kwamba ameapia. Sasa yule akienda Manchester ni sawa. Kwa sababu atapata namba. Yani ako fiti sisi so yani ile Manchester tunazungumzia mechi ya Chelsea na Manchester United. Lakini Manchester ile ni watengeneze kikosi ambacho kitaweza kuleta ushindani msimu ujao. Lakini mechi ya leo si mechi rahisi. Sio rahisi. Mtu asikae hapa akasema Manchester wenyewe ni vibonde watapigwa. Wanaangalia si kwamba ni vibonde watapigwa. Manchester wenyewe washaamua kwamba wao wanataka Europa. Haizungumzi hivyo, hayo ni maneno ya mashabiki. Lakini sisi ni vibonde, tutapigwa. Ni maneno yenu hayo.
mechi itakuwa ngumu leo pale pale Stamford Bridge. Usishangae Chelsea akapigwa 2-1 pale pale, yani inaweza ikatokea. Lakini nampatia upato Chelsea kwa sababu ya Champions League, hilo tu. Haya, amalize namba 4. Amalize namba 4. Sawa sawa. Ndio Manchester akishinda amalize namba 5. Manchester atakuwa yeye hata anaomba kumalizia namba 5 tu. Manchester ashinde kule awe wa 6 huko. Sawa, haina shida. Haina shida, haina tatizo. Mimi wapigwe tu wa Chelsea. Ndio maombi yako haya. Pigwe vibaya mno. Yaani tuwapige wao alafu kule nako tushinde. Sasa Chelsea tumewakataza kuingia UEFA Champions League. Kule nako tumeshinda Europa League, tumeingia UEFA. Alafu huku kuna Arsenal ambao kwamba wamekuwa vizuri, hawana lolote. Yaani sasa tunafunga msimu mzuri. Yaani nafikiri unafaa urudie maneno ya mkufunzi wako aliyoyasema kwamba hilo kombe ni sawa, lakini hawa niliwashinda hawa. Nani? Etwa nani? Nikina nani hawa? Si wako final hao. Chelsea unajua wako finali. Wako final conference ndio? Ndio. Hao watabeba. Watabeba. Lakini angalau hawa wametoka, hawa Arsenal hawajatoka na lolote. Angalau sisi tunatoka na chochote. Wana hela. Pesa kitu gani? Kwani sisi hatuna pesa bwana? Wana hela. Hata sisi tunazo pesa. Sema matumizi ndio. Umepata hela ngapi kwenye matumizi ndio ninio? Umepata hela ngapi kwenye Europa? Twende kwa category, kwa hizi categories. Tuanza na kocha. Tuanza pale kwa makocha. Wamenitatiza hapo kwenye makocha. Kwenye makocha nimesikia yule wa Nottingham yuko. Nani mwingine? Ancelotti wa Liverpool yuko. Sio ndo atampa tu. Wanataka ampe huyo. Apewe tu. Ancelotti msimu wake wa kwanza. Na ameshinda ligi, ana mfungaji bora. Unajua kuingia mahali ambapo kwamba wewe ni mgeni alafu unafanya vitu kama vile tena apewe. Haina nini. Kwa hivyo wewe unaona kocha bora apewe Ancelotti. Kati ya hao makocha wote. Mimi ukiniuliza kocha ambaye kwamba anafaa apewe ni kocha wa Nottingham. Nottingham nilijua tu. No, as in yani by merit ni yeye apewe. Ameichukua, lakini kwa sababu huyu ameshinda ligi, bado ana top scorer, so ita create utofauti. Ita create utofauti. Unaona kocha ambaye kwamba atamaliza pengine atamaliza namba 2 na pengine hata mwingine atamaliza namba 3 hayuko hapa. Arteta hayuko, Pep Guardiola hayuko. Hawako. Umeelewa? Pana kocha hapa Nuno Espirito, huyu ni kwa sababu wameboronga this season. Kuna mkufunzi wa Newcastle, usijui kwa nini yuko hapa. Lakini kuna Thomas Frank Brentford. Wa Brentford. Lakini pia kuna Ancelotti, huyo kwa sababu ya kubeba ligi. Mimi nikiulizwa Nuno wa Nottingham ama wa Wolves. Lakini by merit watampa wa Liverpool. Yaani hivyo watampa kwa sababu ya kubeba ligi, wachezaji wake sehemu kubwa wameng'ara na itaonekana ni mbinu zake. Lakini huyu wa Wolves alipoitoa Wolves mpaka kuibakisha kwenye ligi. Wolves wanamaliza chini ya Manchester ama juu ya Manchester. Wewe wacha bwana. Naomba uangalie. Mbona watufanyia hivyo bwana, hata kama bwana. Anamaliza juu yetu? Naomba uangalie. Wanamaliza chini yetu? Ama juu yetu? Naomba uangalie, sijui. Angalia basi faster. Ndio naangalia hapa. Angalia hapa Wolves ndio hao hapa. Wolves jamani. Kwani wako wapi? Kwani wako wapi hawa watu? Sawa, utanichelewesha. Mimi nakuchelewesha. So, mambo gani haya? Sijui, ukiupata msimamo utaniambia, lakini mimi ningeulizwa ile kifootball zaidi kama si Nuno huyu Espirito wa Nottingham, wangempa huyu anaitwa sawa, hilo limekwisha, Victor Pereira. Hilo limekwisha. And wacha wampatie Ancelotti, watampatia kwa sababu manake wana hizo sababu ambazo kama umezitaja na ziko ni valid ni valid reasons ya kumpa. Wolves wako juu. Wanamaliza juu yetu. Unakuwa unaona kama mimi naota. Wanamaliza juu yetu. So huyu alikuwa relegation. Namba 20, 19,
saizi yuko juu ya Manchester. Okay, so, sawa. Unaona kuna merit ambayo pia inafuatekana. No problem. Huyu akifuzu kwa Champions League unafanyaje? Okay. So jodele lingine hapo, kategori nyingine ilikuwa ni young player of the season. Delap. Wataka Delap kwa sababu wanavumishwa na Manchester United. No, Delap. Mnaota. Hata sikuvumishwa, Delap. Mnaota. Ashinde huyo. Maana nimeona Delap, nimeona Liverpool pale. Nimeona yule wa Liverpool anaitwa nani yule jamaa? Ryan ama nani? Naitwa ni Ryan. Jina bovu. Inaanza hapo na nimemwona Saliba, nimemwona aitwa nani yule wa Bournemouth? Yes. Aitwa Dean. Nimemwona Cole Palmer, right? Ambaye kwamba anashikilia hiyo nini by the way. Last season ndo alishinda. Ni huyu wa Bournemouth, huyu anaitwa Dean. Huyu ndio huyo beki ambaye amenunuliwa na Real Madrid. Si ndio nimekuuliza ni Dean. Yes, kuna Ryan Gravenberch, kuna Liam Delap, kuna Anthony Elanga, mchezaji wa zamani wa Manchester, lakini pia kuna Hao Pedro wa Brighton, kuna Morgan Rogers yule wa Aston Villa, kuna William Saliba wa Arsenal na kuna Cole Palmer wa Chelsea. So mimi ukiniuliza wampatie tu huyu wa Liverpool. Because kwenye viungo ambao kwamba wameupiga mpira ukapigika, kusaidia timu kuweza kufanya mambo makubwa. Si kwamba hao wengine hawaja perform, wameperform. Lakini ukinitajia Saliba, ukisema unampa Saliba, sawa, lakini tangu Gabriel Magalhaes aondoke amefanya nini? Kwanza, kwa nini hapo kwa Arsenal hawakumpick Lewis Kelly? Lewis Kelly hakucheza msimu mzima. Because mimi nakuelewa. Lewis Kelly bana ali break through, hakuanza msimu. Alianzia msimu katikati, msimu umeshaanza ndo akakuwa first 11. Kumbuka wakianza walikuwa na kina Calafiori, kina Zinchenko, kina Timba walikuwa wanabadilishana, kina Ben White. Umeelewa? So hakuanza msimu. Majeraha ndio aliyofanya yeye akasement ile namba. So haizi kuwa hapa. But next season, trust me, akicheza na consistent ile the youngest player next season atakuwa huyo wa Arsenal. Mimi I think Delap kwa mchezo ambao kama ameuonyesha, hata kama timu yake imekwenda relegation, lakini ameonekana mtu ambaye alikuwa ameshikilia ile timu sana. Unajua magoli 12 kwenye mechi 35 ambazo kwamba amecheza, si mchezo bana. Unajua so I think wakimpatia yeye bana, mashallah, Delap. Kwa mapenzi yako. Kwa mapenzi yangu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Player of the season. Kuna Morgan Gibbs White, alafu kuna huyo mchezaji tena wa Liverpool anaitwa Gibbs White wa Nottingham, lakini kuna huyo wa Liverpool ambaye bado alikuwa pale kwa young player of the year. Alafu pia kuna Alexander Isak, lakini kuna Brian Mbeumo, unampenda sana huyo jamaa wa Brentford. Sasa hapa kuna Declan Rice, lakini kuna Mo Salah, kuna Virgil van Dijk. Na kuna Chris Wood, mshambulizi wa Nottingham Forest. So hapa kwa haraka tu Virgil van Dijk muondoe, Mbeumo mtoe, Gibbs White mtoe, huyu Ryan atapewa ile ya kule kinda, hapa hatapata. Isak kwa sababu ya mabao ama kwa sababu ya nini? Ana ukiulizwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ukisema mabao, Salah na mabao mengi. Salah yuko. Si Salah yuko. Basi ni yeye. Kwa sababu ya mabao. Ya magoli mengi. Magoli mengi, ameshinda ligi. Wampe. Tutoe ligi. Tuondoe kwamba hajashinda ligi. Because hao wengine sijui assist, lakini Mo Salah na Isak hao wengine Mo Salah. Kivyako. Mimi wangeniuliza hapa, wanafaa wampatie Declan Rice. Why? Kwa sababu kaangalie consistency ambayo kwamba amecheza nayo. Na ile Arsenal kumaliza pale ambapo wamemaliza. Kama watamaliza pale ambapo wanamaliza, Declan Rice. Unataka kukataa? Unataka kukataa? Mo Salah
amekuwa na consistency ya ufungaji mabao. Sawa. Tukisema tunampatia player kwa sababu eti amefunga because tayari kiatu cha Golden Boot atabeba yeye. Hiyo hatuwezi ipinga. Lakini sasa tukisema tunaangalia mchezaji bora kwa sababu ya kwamba amefunga mabao. Na wachezaji wengine pia wamefunga mabao decisive tena. Sawa. So unaangalia mtu amejituma vipi kwenye hiyo team. Na kufanya team kwa vile ambavyo kwamba imekuwa. So hapo ukiangalia by merit, unamwangalia huyu Morgan Gibbs White, huyu wa Nottingham Chris Wood, kuna Declan Rice na pengine but hata Mo Salah anajituma sana ule jamaa. Sijasema hajitumi. Kwenye kufunga mabao tumempa. Lakini zaidi ya kufunga mabao amefanya nini? Si kujituma kuifanya hiyo timu yake imemaliza pale kwenye memaliza. Amepewa assist. Na kwa nini hajapeana assist? Ndio nasema. Hao wengine waliofunga hawajapatiwa assist. Sasa na Isaac yeye ana magoli mangapi? Magoli mangapi? Hawajaachana sana yeye na huyu. Sasa pia amefunga mabao. Sawa, Mo Salah. So hiyo imeenda. Ni mtazamo wa meza. So mkufunzi amempatia Ancelotti, mchezaji kinda wa Liverpool, mchezaji wa msimu pia amempatia wa Liverpool. No, mchezaji kinda mimi nimesema Delap wa Ipswich. Yeah, I said Delap na nikarudia. Delap na nikarudia. Wewe ukasema apatiwe huyo wa Liverpool. Yeah, wa Liverpool. Yeah. Because jitihada zake. Yes, sawa. So I think hizo ndo categories ambazo kwamba zipo. Kuna kipa lakini makipa ni wawili tu. Makipa ambao ni watatu yes. Yuko Raya. Lakini hapa sinategemea na clean sheet ambazo kwamba wataweza kumaliza nazo. So iko hapo kwenye makipa wa kipa ni watatu. Nani? Niwatafuta haraka hapa tukiwapata tuweze kuzungumza. Raya yuko hapo. Yuko. Raya. Nimefikiria yuko. Ni kipa wa clean sheets wamepishana na clean sheet moja. Wa kwanza ni Matt Sells, kipa wa Nottingham ana clean sheet 13. Alafu David Raya ni wa pili ana clean sheet 12 na Dean Henderson wa Crystal Palace ana clean sheet 11. Kumbuka huyu ni kipa wa zamani wa Manchester United. Walimwachilia na sasa ana clean sheet 11. Anashindana. So hii on merit itakuja ni nani ambaye kwamba atamaliza na clean sheets nyingi. So bado kuna hizo game mbili. Kuna mechi mbili. Wacha tuangalie. So ikiwa game ya weekend huyu Raya atafungwa, ishatoka. Okay. Huyu naye hizo game mbili itakuwa atafikisha clean sheet 13. So watatai. Kama hatafungwa huyu wa Crystal Palace. Ikiwa huyu atapata clean sheet mbili, Raya atakuwa 14. Na huyu naye pia apate nyingine huyu Nottingham 14 ama 15 sasa. Sasa si unaona bado haijakuwa cut clear but hawa ndo top contenders. Ndo top okay, sawa. Contenders wa Golden Glove. Cream de la cream. Atakayeshinda ndiye atakuwa kipa bora wa msimu. Kabisa. Definitely. Ni sawa. Tunaona hata kipa wa Liverpool hayuko. Maanisha kiuchezaji wameshinda ligi lakini as a team. Lakini pia naye kipa wa Liverpool amekuwa on off. Angalia si kipa. Defense ina matatizo. Ndio maana nikakwambia kwa nini wamemweka Virgil van Dijk pale kwenye mchezaji bora wa msimu. Ndio maana nimekuuliza hata yule kando na kufunga mabao ni nini? Kaangalia wachezaji, Salah anaweza kudefend. Lakini kaangalie Saka anarudi nyuma ana defend. Umeona sasa kuna hivyo vitu ambavyo kwamba vinampa Saka this time round hayuko kwenye anyway. Hayuko, si alikuwa na injury. I think nio miezi mitatu hakuwepo. Lakini msimu wake alianza vizuri. Kama kuna mtu alikuwa na assist nyingi kwenye mechi kidogo ni yeye. Imagine amekaa nje miezi mitatu na kuna wachezaji ambao kwamba hawakumpita in terms of assist. Okay. Yes. So I think tukimalizia Manchester City watakuwa wanacheza finali yao ya ni FA na Crystal Palace. Yes, Crystal Palace. Yes. Ni kesho? Ni sijui inachezwa lini. Ni kesho, ni Jumamosi. Utaangalia wajua. Maana ni wao ndo hawachezi Premier League. Okay. Watu wanacheza huko katikati, labda katikati ya wiki. We don't know. Watu katikati ya wiki. Hiyo watashinda. Watashinda for sure. Hiyo wamechukua. Wapeni.
Wapeni Pep angalau afute machozi. Aondoke na chochote. Na nilimwambia ule mzee, nafikiri tulikuwa tunaongea kule maskani, akakwambia mzee atoke saizi, aondoke kiheshima. Angalia alivyoshinda treble. Hakuna kocha ambaye kwamba anaheshima kwenye ulimwengu wa mpira wa mguu kama Pep Guardiola. Basi atoke na chochote basi. Hata akatoka bila chochote, heshima yake iko pale pale. Kuna kocha gani katika misimu ya sasa Uingereza ambaye ameshinda treble? So far hakuna. Sasa yeye. Kwa hiyo anyway, so kama lolote. Kama watabeba sawa sawa bwana. Nafikiri hayo mengine uchanja tuangalie huko mbele kabisa. Kwenye final ya Manchester United na Spurs, Europa League. Final ya Chelsea na final ya Chelsea pia. Champions League ikichezwa. Vote hivyo tutakuwa tunakuja kuvizungumza. Huko mbele. Sawa. Lakini Chelsea be very careful bwana. Sana usiku wale Stamford Bridge. Utaeleweka my friend. Sisi pamoja na ubavu wetu, pamoja na ubovu na pale tulipo. Nasema mtawafunga. Hizi timu ambazo kama zinajiita ni timu kubwa. Huwa tunazifanya vitu vibaya. Uliza kina Liverpool, uliza kina Man City. Sawa? Watakwambia bwana. Umeishia hapo. Kina Arsenal. Mmewafanya nini hapo? Nina hasira na nyinyi msimu ujao, nyinyi watu wa Arsenal nyinyi. Tuombe majaliwa msimu ukianza. Tutakuja hapa tuchambue. Kabisa. Pengine kwa ukubwa zaidi na kitofauti zaidi. Kabisa. Yes. Sawa. So tuseme asante sana mtazamaji kwa kuweza kufuatilia Barisa 101. Hadi wakati mwingine. Ciao.